Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Daniel chapter number 6. Danieli sura ya 6. Bado tunaendelea na somo lile la kujiandaa. Lakini kwa leo tutakuwa sura ya 6 ya Danieli. Tutaangalia somo lenye kichwa kinachosema viwango vinavyotakiwa kwa Mkristo. Viwango vinavyotakiwa kwa Mkristo. Viwango vinavyotakiwa kwa Mkristo. Tunakushukuru Mfalme kwa uaminifu wako na wema wako. Katika siku nzuri ya leo tena tuhudumie na useme nasi kipekee. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kuanzia ule mstari wa kwanza wa sura ya 6 ya Danieli. Biblia inasema, ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Bwana asifiwe. Mstari wa 3 tuangalie kwa pamoja. Mstari wa 3 tuangalie kwa pamoja na tusome kwa pamoja. Tusome 1, 2, 3. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Danieli alipata sifa kuliko wakubwa wale 3, lakini pia kuliko maliwali wote. Na sababu kubwa ya kupata sifa hii ilikuwa ni Roho Mtakatifu aliyemo ndani yake. Roho bora, inaitwa roho bora, si ndivyo Roho bora. Roho hii ilikuwa ndani ya Yusufu. Farao akasema, tumpate wapi mtu kama huyu ambaye roho ya miungu inakaa ndani yake? Hapa anasema roho bora iko ndani yake. Jamani, Bwana asifiwe. Kumbe roho bora akiwa ndani yetu anatufanya tuwe na sifa njema. Haleluya. Roho bora akiwa ndani yetu anatufanya tuwe na sifa njema. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Katika maombi ya siku ya leo na kuombea roho hii bora ijae ndani yako na kujaa ndani yako na kujaa ndani yako na kujaa ndani yako, na wewe upate sifa bora katika jina la Yesu. Nasema na wewe upate sifa bora katika jina la Yesu. Nasema na wewe upate sifa bora katika jina la Yesu. Naomba usimame. Naomba usimame. Hili ndio ombi langu la kwanza kwako. Hili ndio ombi langu la kwanza kwako. Na wewe nataka ujiunge pamoja nami. Mwambie Bwana, roho ile iliyokuwa juu ya Yusufu ikamfanya awe bora. Roho ile iliyokuwa juu ya Danieli ikamfanya awe bora na awe na sifa njema. Ninaiomba roho hiyo iwe juu yangu katika jina la Yesu. Ninaiomba roho hiyo iwe juu yangu katika jina la Yesu Kristo.
Ninaiomba roho hiyo iwe juu yangu katika jina la Yesu. Sema, ninaiomba roho hiyo iwe juu yangu katika jina la Yesu. Ninaiomba roho hiyo iwe juu yangu katika jina la Yesu. Ninaiomba roho hiyo iwe juu yangu katika jina la Yesu, ili niwe na sifa njema katika jina la Yesu, ili niwe na sifa njema katika jina la Yesu, ili niwe na ubora unaotakiwa katika jina la Yesu. Inua sauti yako mbele za Bwana. Inua sauti yako. Inua sauti yako. Inua sauti yako. Mwambie Bwana, achilia roho ya ubora ndani yangu. Yakata ramakata rabakata reketa rabaka ndurubu shike reketa ramande reketa rabaka rimakata yeta ramande reketa rabaka ndireketa ramaka yata rabaka yanda ramakaya yeta ramakata ramande reketa ramande reketa ramakata. Roho ya ubora ije juu yako. 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 Ramande reketa ramakeri makata yakarimande reketa rabaka rabaka. Roho mpya Bwana na ikaonekana ndani yetu Mungu, roho ya kutenda matendo na Mungu aliye hai ikaonekane ndani ya mioyo yetu Bwana. Inua mikono yako juu namna hii kabisa Bwana. Sema, Baba, Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, achilia roho ya ubora ndani yangu, ili niwe na sifa njema. Kila ninachofanya kitokee kuwa na sifa njema katika jina la Yesu. Yesu, nibatize kwa roho ya ubora kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya ubora jaa ndani yangu, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Napokea ubora, napokea ubora, napokea ubora, napokea ubora kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mayeketa rama. Inua sauti yako sasa. Yakana rama shaka. Nilipokuwa naomba mahali hapa, wale wote ambao walikuwa wakifanya kwa ubora, wanajitahidi kufanya kazi zao kwa ubora, lakini ubora wao hauonekani, kwa jina la Yesu aliye hai, ninatamka ubora wako utaonekana, nawe utapata sifa njema katika jina la Yesu. Nasema ubora wako utaonekana. Kareketa rama kata. Sema, ubora wangu uonekane. Inua sauti yako, ita. Sema, ubora wangu uonekane. Ubora wangu uonekane. Ubora wangu uonekane kwa jina la Yesu. Ubora wa kazi ya mmoja mmoja ukaonekane. Ramane rekerima kata. Rima kata. Yakarima kerema kayata. Yekerema narika. Yekerima katarika. Yederekerima kaya. Yederekerima kata. Yekerema nerekerima kata. Yanarikerima kata. Yekerema karima karima kata. Yederekerima kata. Yakarima karima kata. Yanarema nerekerika. Yana rama yakata rekerima kata rikata rekerima karima kata rekerima kata rekerima kata rikata rekene rekerima kata rekerima kane rekata rikarima kana rikata raine rekeita raikerema nereke. Ukaonekane kwa jina la Yesu. Ukaonekane kwa jina la Yesu. Ukaonekane kwa jina la Yesu. Rane rekerima kata yana rekerima kata rekerima karima kata rakane rekerima kata rakarima karima kata rakane reketa rakarekerima kata yakarima nereketa rekarima karima kata rane rekerima kata rakarima karima kata rakarima nerekerima kata yakarima nerekerika yakarima kanerekerima kata yakarima kanarika rimakata kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Piga kelele, sema, ubora wangu utaonekana kwa jina la Yesu.
Yesu, kwa jina la Yesu, hautajificha, utaonekana. Sifa njema itavuma kwa jina la Yesu. Biashara yangu itavuma, kazi yangu itavuma, ubora wangu utavuma kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Reketa ramasha mayakata ramakaya mayakata ramakata. Yule Mungu wa Danieli ndiye Mungu wako katika jina la Yesu. Yeye aliyemfanya awe bora kuliko wote na kutangazia wewe ni bora katika jina la Yesu. Roho ya ubora inazaliwa ndani yako katika jina la Yesu. Biashara yako ni bora katika jina la Yesu. Kazi yako ni bora katika jina la Yesu. Akili yako ni bora katika jina la Yesu. Ufahamu wako ni bora katika jina la Yesu. Arekeri makayata yakari makayata yekere makari makata yeketa rimandereketa. Kilichofunika biashara yako isionekane, ninakiondoa kwa jina la Yesu. Ninakiondoa kwa jina la Yesu. Yes Lord. Karimandereketa rabakata mayekerima kari matarima. Naomba uketi, naomba uketi. Ndarekendereketa ramashata mayekerima kata rabakarima kata rekerima seterema yakata makaterema yakata rimaseka mayekarima seterika rimasaka mayakanirekerima kata rakarima setereketa rakata ramakaya. Roho Mtakatifu lifunike kanisa hili, wafunike wanamwanga Msufini, funika biashara zao, funika kazi zao, funika mikono yao. Rakarima nereketa yakarima kaita rekerema karima ndarikata rakarema kayata rikarima sete yakata rikerima kata yakarere karimata yakata riso karika. Tuendelee mstari wa 4. Tuendelee mstari wa 4. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, ninakuombea uaminifu katika jina la Yesu. Ninakuombea uaminifu katika jina la Yesu. Wajapoharibika wengine, usiharibike wewe katika jina la Yesu. Ninakuombea roho ya uaminifu katika jina la Yesu. Bakia mwaminifu, wajapoharibika wengine, wewe usiharibike katika jina la Yesu. Bakia kumpenda Bwana katika jina la Yesu. Bakia kumwamini Bwana katika jina la Yesu. Bakia kutunza viwango katika jina la Yesu. Ninatamka uaminifu kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hallelujah. Lakini jambo lingine ambalo nataka niombe pamoja na wewe, kibali chako na ubora wako unaita maadui. Wanatokea watu wanaotaka kukuharibu. Wanakuharibu sio kwa sababu nyingine yoyote, ni kwa sababu ya ubora wako. Leo katika jina la Yesu, twende tukawavuruge hao watu wanaoyaharibu maisha yako. Hebu simama kwa dakika chache. Nasema bomoa kila anayebomoa maisha yako kwa sababu ya wivu. Sema sitaharibika kwa jina la Yesu. Sitashushwa kwa jina la Yesu. Ninawabomoa wanaotaka kuyabomoa maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Inua sauti yako, sema kila maadui wanaosimama kinyume na maisha yangu kwa jina la Yesu. Ramanereketa rakata rimanarikata, wale wanaotaka uache kazi kwa jina la Yesu aliye hai, tunawabomoa, tunawabomoa. Rikerima kayata yana rikerima kaya
yakanerekerimaka, yakanerekerimaka, yakatarikata. Kila anayetaka kubomoa wewe anabomoka yeye kwa jina la Yesu. Anabomoka yeye kwa jina la Yesu. Anabomoka yeye kwa jina la Yesu. Anabomoka nafasi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila mamlaka, kila ngome za kuzimu, kila kazi za ibilisi, kila damu iliyotamkwa katika jina la Yesu, kila jina lililoitwa katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, pasuka kwa jina la Yesu. Pasuka kwa jina la Yesu. Pasuka kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mstari wa 5, tuendelee. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi: Mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako, mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Sasa mfalme, piga marufuku, ukatie sahihi maandiko haya, yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi Mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Unajua siku 30, wakasema piga siku 30 tu. Maana yake ni kwamba usipomwabudu Bwana kwa siku 30 tu, tayari wewe umekuwa mpagani. Siku 30 tu ukiamua kujiepusha na Bwana, tayari umekuwa mpagani. Hawakumwambia mwaka mmoja, walimwambia siku 30 tu. Hii ni marufuku ya siku 30 tu. Asifanye chochote siku 30. Wanakupiga marufuku, unaona kama ni ya muda mfupi. Unaona ya kwamba nitamwabudu Bwana kesho. Lakini unavyosema nitamwabudu kesho, ndivyo ambavyo wanavyokutangua katika ulimwengu wa roho. Ninakuombea ibada yako isikome hata katika mazingira magumu katika jina la Yesu. Amen. Nasema ibada yako isikome hata katika mazingira magumu katika jina la Yesu. Amen. Nasema ibada yako isikome hata katika mazingira magumu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tuendelee. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kusihi mbele za Mungu wake. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme, je, hukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako, mfalme, atatupwa katika tundu la simba? Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe, mfalme, wala ile marufuku ulioitia sahihi, bali aomba dua mara 3 kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Danieli. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sijui kama unaona nachokiona. Watu wanapokuchongea, lakini yule wanayemwambia kwamba wewe ni mtu mbaya, anakaza sana kuendelea kukupenda sana. Hicho kibali kiwe juu yako.
yako katika jina la Yesu. Nasema hicho kibali kiwe juu yako katika jina la Yesu. Natamka kibali juu ya maisha yako. Wanavyokuchongea ndivyo upendwe sana katika jina la Yesu. Wanavyosema wewe ni mbaya ndivyo uendelee kupendelewa sana na kupendwa sana na kufurahiwa sana katika jina la Yesu Kristo. Sema kibali, njoo kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uchongezi wao unateleza. Nasema uchongezi wao unateleza. Nasema uchongezi wao unateleza. Nasema uchongezi wao unateleza kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Mfalme aliingizwa bila kujua. Baadaye ndo anakuja kugundua kumbe yote yale yalikuwa yanafanyika kwa ajili ya kipenzi changu. Kipenzi changu Danieli. Mfalme akakasirika. Bwana atusaidie sana. Akajisikia vibaya. Kumbe wanayafanya haya kwa ajili ya mpendwa wangu. Bwana akuinulie mtu atakayekupenda. Nasema Bwana akuinulie mtu atakayekupenda. Atakayekuvuta kwenye mafanikio katika jina la Yesu. Atakayeyavuta maisha yako katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana akuinulie mtu atakayekusaidia katika jina la Yesu. Atakayekusaidia kunyanyuka, atakayekusaidia kufanikiwa, atakayekusaidia katika mambo yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen. Amen. Tuendelee. Akajitaabisha kumwokoa hata jua likachwa. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme. Wale majamaa wale. Wakamwambia mfalme. Mfalme, tunakuona kama una delay hivi. Tunaona kama unakawia, tunaanza kukuhisi kwamba unataka ubadilishe sheria za Umedia zibadilikagi. Tunakuona ni kama unataka uanze kubadilisha sheria ambazo hatubadilishaki. Hizi sheria zibadilikagi. Mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Waajemi lisibadilike neno lolote lililo marufuku. Walimkaba mfalme kwenye koo hivi. Chezea mtandao wewe. Kaba hivi. Kaba upumui. Unajua kabisa unachofanya ni kosa, lakini umekabwa pande zote. Hivi mnajua maana ya system? System inakukaba, upendi, unajikuta humo ndani. Hapa mfalme alikuwa anataka kumwokoa. Mfalme sio rais, mfalme anataka kumwokoa. Anataka kumwokoa Danieli na mfalme hawezi. Maana mfumo hautingishiki. Unaweza usinielewe. Unaelewa maana ya mfumo wewe? Mfumo kukuka. Mimi niwaambieni humu mwenye mifumo humu. Wamo wengi sana humu mwenye mifumo. Wamefungwa wako. Mfumo umekosha. Umeokoka na mpenda Yesu lakini isitanguke jambo. Najitahidi kulifanya lionekane la kiroho, wameshalizungushia, limezungushiwa kila eneo. Mimi nikwambie kuna wakati akili ya kichwani haitakusaidia. Unamhitaji Bwana mwenyewe akutoe. Kuna wakati watu wanakupenda na unachomeka na wanakuangalia unachomeka. Walitamani wakuokoe lakini nguvu za kuokoa hawana. Maana mfumo unakataa. Mfumo unakataa. Lisibadilike neno lolote lililo marufuku wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. Ndiyo. Basi mfalme akatoa amri. Nao wakamleta Danieli, wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme asiyependa Danieli apate shida. Mfalme yule asiyependa bila kupenda akamchukua Danieli. Akafanyaje? Akamtupa katika tanuru la simba. Bila kupenda, kwa sababu mfumo unasema shughulika na Danieli. Shughulika naye. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima yeye atakuponya. We imagine mfalme mpagani anakutia moyo kuingia kwenye maombi. Bwana akitaka kukuokoa utashangaa. Hata wasiookoka watakwambia mpendwa unabidi ufunge. Mpendwa tumtafute Bwana. Mpendwa tuingie kwenye maombi. Unashangaa. Mbona huyu kama sio mlokole lakini ni majira ya Bwana kukuokoa. Hata watu wasioliitia jina la Bwana wanasema wote tuliitie jina la Bwana. Hebu tuliitie jina la Bwana. Haleluya.
Na niwaambie ni nyakati hizi usiangalie eti mtu huyu tunasali naye. Yeyote anayemuunga mkono Mungu wako ungana naye. Umenisikia ninachosema? Yeyote anayemuunga mkono Mungu wako ungana naye. Usianze kusema mbona wewe hujabatizwa maji mengi. Achana nayo wewe hayo. Utakutana nayo baadaye. Umenielewa? Kuna wakati tunaungana tu na mtu anayeungana na Bwana. Haleluya. Likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu. Ndio. Naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha. Ninachokuombea ombi lingine naloenda kuliachilia sasa. Umenielewa? Mungu akuinulie waombezi wakati wa matatizo yako. Hilo ndio ambalo tunaenda kuliomba. Bwana, niinulie waombezi katika nyakati zangu ngumu. Wakati ambapo sitaweza kuomba mimi mwenyewe, wakati ambapo nguvu zangu zitakuwa zimeisha. Inua jeshi kaskazini, inua jeshi kusini, inua jeshi mashariki, inua jeshi kila magharibi, inua jeshi pande zote ambao wataomba kwa ajili yangu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Inua watu ambao hawatasimama wala hawatanyamaza mpaka wokovu utakapotokea katika jina la Yesu. Kuna mtu anaelewa anachokiongea? Amen. Mfalme alivyoenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha akafunga. Wewe hutaki mkesha, lakini kuna mtu alikesha. Bwana asifiwe. Mimi nakwambia kuna watu watakesha kwa ajili yako mwaka huu. Nasema kuna watu watakesha kwa ajili yako mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Mfalme sio wewe. Wewe hutaki kukesha Ijumaa na hauna hata kitanda cha kifalme. Mfalme alikesha, na sio kwamba anajiombea yeye. Imagine Mungu anaweka mtu anakupenda kiwango hiki, anakesha kwa ajili yako na sio kwa ajili yake. Yeye yuko salama. Hivi Danieli angekufa, mfalme angepungua? Mfalme asingekuwa mfalme? Lakini Mungu huwa anamuinua mtu, anakujali wewe kuliko wewe mwenyewe unavyojijali. Anakuombea kuliko wewe mwenyewe unavyojiombea. Wakati fulani nilikuwa nataka kupotoka. Nilikuwa nataka nifanye maamuzi ambayo yako kinyume na Mungu. Mungu alimuinua mtu Afrika Kusini. Alikuwa kwa siku 30, kila mwezi alikuwa anaomba siku 15 anafunga kwa ajili yangu. Siku 15 anafunga kwa ajili yangu. Siku 15 anafunga kwa ajili yangu. Mwaka mzima kuanzia Januari mpaka Disemba. Alikuwa anakula nusu mwezi anafunga. Nusu mwezi anakula, nusu mwezi anafunga. Nusu mwezi anakula. Na alikuwa kila akiniombea Mungu anajibu. Na yeye alikuwa akiomba mambo yake havitokee. Sababu Mungu alimuandaa kwa ajili yangu. Ninakuombea Mungu akuinulie mtu katika jina la Yesu. Hautazama wewe katika jina la Yesu. Ainue watu watakaokesha kwa ajili yako katika jina la Yesu Kristo. Hebu malizia ili tukiingia kwenye maombi. Hili ni ombi kabisa hili. Hili ni ombi la nguvu kabisa. Na vinanda havikuletwa mbele yake. Mfalme akasema toa vinanda, toa. Sio wakati wa burudani. Na usingizi wake ukampaa. Mimi niwaambieni watu, ninyi mna usingizi sana kwa sababu matatizo hayajawakamata vizuri. Matatizo yakija utalala. Tunalala kwa sababu Bwana ametubariki. Umeelewa? Usingizi ni mwitikio wa baraka za Bwana. Amekubariki kupita kiasi. Unashiba miogo, badala ya kwenda kukesha unauchapa usingizi. Mfalme yuko ana tatizo. Tatizo lake ni nini mfalme? Mtumwa wake mmoja ana shida. Hebu imagine. Asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. Kakesha. Na asubuhi anaenda kuangalia kama Mungu amejibu maombi yake au la. Inuka. Naomba simama kwa miguu yako. Sheka manorobo shika. Mwambie watu watakaoomba pamoja nami, watakaoniombea, watakaonisaidia, watakaonipenda kama wanavyozipenda nafsi zao. Inua sauti yako. Mwambie Bwana, inua watu ambao watapenda nifanikiwe kuliko hata hawaelewi kwa nini wanataka nifanikiwe. Hata hawaelewi kwa nini wanataka niendelee. Hata hawaelewi. Bwana Yesu niinulie watu. Bwana Yesu niinulie watu. Bwana Yesu niinulie watu. Inua sauti yako. Mwambie Bwana, inua waombezi. Watu waniite kwenye mambo makubwa.
watu waniite kwenye promotion, jina langu litajwe kwenye kuongezeka katika jina la Yesu. Biashara yangu itajwe, kazi zangu zitajwe. Ninatamka kibali juu yako, 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 baraka kubwa katika jina la Yesu. Kibali kishindacho sheria, kibali kinachoshinda sheria, kibali kinachoshinda sheria, kibali kinachovuka mipaka, kibali cha Mungu aliye hai. Hakuna kanuni itakayokuzuia, hakuna sheria itakayokuzuia. Utapanda juu katika jina la Yesu, utapanda juu katika jina la Yesu. Nasema utapanda, nasema utapanda katika jina la Yesu. Kibali kwa huyo aliyeshikilia promotion yako, kibali kwa huyo aliyeshikilia promotion yako, kibali kwa huyo aliyeshikilia promotion yako, kibali kwa huyo aliyeshikilia ajira yako, kibali kwa huyo aliyeshikilia ajira yako, kwa jina la Yesu. Fungua milango katika jina la Yesu. Kila mlango uliofungwa, kibali ambacho kinafungua milango katika jina la Yesu. Hata kama imekaa miaka ya kutosha, katika jina la Yesu itafunguka kwa nguvu za Mungu aliye hai. Itafunguka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nasema hivi katika jina la Yesu, faili lako atatokea mtu atakuwa na mzigo nalo kuliko kawaida katika jina la Yesu. Kuna mtu atashughulikia jambo lako kama vile ni jambo lake katika jina la Yesu. Kuna mtu atataka ufanikiwe kama vile ni mafanikio yake katika jina la Yesu. Kuna mtu atataka wewe uendelee mbele kama vile ni yeye katika jina la Yesu. Na kuombea neema ya kiungu juu yako, na kuombea msaada wa kiungu juu yako. Naomba Bwana akuchekeshe kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu. Mstari wa 19. Naomba uketi. Mstari wa 19. Asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. Naye alipokaribia lile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Ndipo Danieli akamwambia mfalme, mfalme uishi milele. Ndiyo. Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makano. Mungu atume malaika wake afunge makano ya watu wote wanaotaka kuharibu katika jina la Yesu Kristo. Kila kitu kinachotaka kukuharibu, malaika wakaondoe hayo makali kwa jina la Yesu. Nasema makali ya uharibifu juu ya maisha yako yameondolewa katika jina la Yesu. Yameondolewa katika jina la Yesu. Hautaharibiwa wewe, hautaharibiwa wewe, hautaharibiwa wewe kwa jina la Yesu. Amemtuma malaika wake. Yesu, inua mikono yako juu namna hii. Sema, Yesu, tuma malaika wako kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Waniokoe na tundu la simba katika jina la Yesu, na mikono ya wabaya katika jina la Yesu. Tuma malaika wako, tuma malaika wako. Yesu, Yesu, tuma malaika wako wanisaidie kwa jina la Yesu. Amen. Karibu tuendelee. Nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia. Tena mbele yako, mfalme, sikukosa neno. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru amtoe. Mungu aisafishe hatia yako katika jina la Yesu. Amen.
Kila watu waliokuona wewe ukiwa na hatia, ninaisafisha hiyo hatia katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Na ikiwa kwa hatia yoyote kwenye maisha yako, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninatamka msamaha juu yako. Ninatamka usamehewe juu yako. Sema, ninauita msamaha wa Bwana. Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Omba rehema mbele za Bwana. Kila nilipopata majanga kwa sababu ya hatia zangu, Yesu naomba rehema. Yesu mwana wa Daudi ni rehemu mimi. Ni rehemu mimi Bwana. Ni rehemu mimi Yesu. Ni rehemu mimi. Ni rehemu mimi. Ni rehemu Yesu. Ni rehemu, ni rehemu, ni rehemu. Ni rehemu, ni rehemu, ni rehemu. Yetarima ya katarika mayatanikata mayendereketa. Katikati ya hukumu Bwana, kumbuka rehema. Katikati ya hukumu Bwana, kumbuka rehema. Warehemu wanamwanga msufini, warehemu dhambi zao, rehemu makosa yao. Rehemu Bwana. Bwana Yesu rehemu wewe. Wewe Bwana rehemu. Wewe Bwana rehemu. Wewe Bwana rehemu. Damu ya Yesu nitakase, nisafishe. Ondoa hatia yangu, ondoa huzuni yangu, ondoa roho ya uzito ndani yangu katika jina la Yesu. Achilia roho ya bubujiko, roho ya wepesi, roho ya sifa katika jina la Yesu. Napokea roho ya msamaha, roho ya rehema, roho ya wokovu katika jina la Yesu. Haleluya. Katika jina la Yesu. 23. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Danieli katika lile tundu. Basi mfalme akafurahi sana. Mungu akupe watu watakao furahi unapofanikiwa. Nasema Mungu akupe watu watakao furahi unapofanikiwa. Nasema Mungu akupe watu watakao furahi unapofanikiwa. Watu ambao watafurahi unapotoboa. Watu watakao furahi unapofanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema mfalme akafurahi sana. Yaani sio yeye aliyepona, lakini aliposikia Danieli amepona akafurahi sana. Atokee mtu afurahi kwa ajili yako. Furahi kwa ajili yako. Afurahi kwa ajili yako katika jina la Yesu aliye hai. Endelea kusoma. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake. Kwa kuwa alikuwa amemtumaini Mungu wake. Sema, kwa kuwa alikuwa amemtumaini. Kwa kuwa alikuwa amemtumaini. Ufunguo kumbe wa Danieli kupona ni tumaini lake kwa Bwana. Inakuombea 2026 tumaini lako kwa Bwana lisitoweke katika jina la Yesu. Umtumaini Bwana miezi yote katika jina la Yesu. Usiondoe tumaini lako kwa Bwana. Katika magumu mtumaini Bwana. Katika dhiki mtumaini Bwana. Naye atakutoa kwenye dhiki yako. Naye atakutoa kwenye shida yako katika jina la Yesu. Atakutoa kwa kuwa alimtumaini Bwana. Nakumbuka somo nililofundisha Jumapili ya kwanza. Nilisema thubutu kufanyaje? Nafikiri kwa mwaka mpya nilisema thubutu kuamini. Thubutu kuamini. Thubutu kumtumaini huyu Bwana. Thubutu kumtumaini. Wewe ukiwa kwenye moto, wewe mtumaini. Wewe ukiwa kwenye changamoto, wewe mtumaini. Utamuona anakutoa kidedea. Utamuona anakutoa kwa ajabu. Utamuona anakusaidia kwa ajabu. Ninauachilia msaada wa Bwana juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu aliye hai. Mstari wa 24. Mfalme akaamuru, wakawaleta wale watu waliomshtaki Danieli. Ndio. Wakawatupa katika tundu la simba. Ndio. Wao na watoto wao na wake walitaka kumuua mmoja Danieli. Lakini ilipogeuka ilikuwa wao, wake zao
watoto wao, jamaa zao, wote, sio mmoja. Lile kundi lote, lile jopo lote lililokuwepo kwenye kikao, lile jopo lote, kisasi cha Bwana kilifanya kazi. Kisasi cha Bwana kilifanya kazi. Nasema Bwana hata nyamaza kwa watu wanaokuletea maumivu katika jina la Yesu. Nasema Bwana hata nyamaza kwa watu wanaokuletea maumivu katika jina la Yesu. Tunaachilia kibano juu yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. They will not go unpunished katika jina la Yesu. Hebu simama, simama, simama. Simama tu, apige kidogo, piga kidogo. Leo tumharibu yeye. Yeye atumbukie yeye. Yeye haribikiwe yeye. Inua sauti yako mbele za Bwana. Fire! Fire! Rikas. 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 Yataramaya. Yataramaya kata. Yatarimanarikata. Shimo walilochimba wanatumbukia wenyewe. Kaburi walilochimba wanazikwa wenyewe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Biashara yako haitazikwa wewe, haitakufa wewe kwa jina la Yesu. Kwa mwaka huu wote, yeyote atakayetaka kuyadhuru maisha yake, maisha yako wewe, inasema ataharibikiwa katika jina la Yesu. Ataharibikiwa yeye katika jina la Yesu. Maana ulinzi wa Bwana uko juu yako. Maana malaika wa Bwana uko juu yako. Maana msaada wa Bwana uko juu yako. Katika jina la Yesu aliye hai, inasema wewe umehifadhiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa. Amen. Jesus. Shangilia Bwana Yesu makofi. Naomba uketi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nilikuwa naendelea na mtiririko wa ufunuo wa Yohana. Jana usiku Bwana akaniambia kafundishe Danieli 6 na akawaombee Danieli 6. Waambie chochote kilichoandikwa kwenye Danieli 6 kiwatokee katika jina la Yesu. Ndio maana unaona nilifanya mabadiliko haya, kwa sababu Bwana aliniambia kwamba fanya mabadiliko. Nina jambo ninataka nifanye kwenye maisha ya watu wangu. Nami ninasema yote aliyotaka Bwana kuyafanya kwako yakatokee katika jina la Yesu. Yote Bwana aliyokusudia kutendea yakafanyike katika jina la Yesu. Yakafanyike katika jina la Yesu. Yakafanyike katika jina la Yesu. Yakafanyike kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Wakawatupa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu la simba. Unajua kama wasingeliwang'ata wao, wangedhani lile lililotokea lilikuwa ni toi. Wangedhani wale simba walikuwa ni toi. Lakini nasema yale aliyoponya wewe, yale Bwana aliyokuponya wewe, yatawaangamiza wao katika jina la Yesu. Yale ambayo Bwana amekunusuru wewe, yatawaua wao wanaokupinga katika jina la Yesu. Yeyote aliye adui wako katika jina la Yesu, chochote ambacho Bwana amekuepusha nacho, watateketea wao katika jina la Yesu aliye hai. Nasema teketea kwa jina la Yesu. Yetarima yakata. Reketa rabayanda rabakata. Shatarima yakatarika. Yekerima yakatarimaka. Yakanareka yeterema yakatarima ya. Yakanerekerima yaka. Jiwe walilolikataa waashi imekuwa jiwe kuu la pembeni, nayo ni ajabu. Mayakatarima yakata. Mayekerima yana rabakaya.
mayekerima yakatarima yakatarima nereketarikata yatarikarima katarikata. Ninaona kukataliwa kwako kunageuzwa katika jina la Yesu. Ninaona kukataliwa kwako kunageuza kuwa matumaini katika jina la Yesu. Ninaona hali yako ya kukataliwa inageuzwa yanakuwa ni matumaini katika jina la Yesu. Rama nerekerima yakata yatarekerima nare saka pos kaka kaka pos kaka kaka. Amen. Ndipo Mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia, amani na iongezeke kwenu. Mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Daniel, maana yeye ndiye Mungu aliye hai adumuye milele. Ufalme wake ni ufalme usioharibika na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Yeye huponya na kuokoa, hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Danieli, ndiye aliyemponya na huyu, ndiye aliyewaponya na mwanga msufini, ndiye aliyewaponya na matatizo yao, ndiye aliyewaponya na magonjwa yao. Basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi za Dario na katika enzi za Koreshi Mwajemi. Nasema utafanikiwa katika enzi zote katika jina la Yesu. Amen. Watabadilika wakubwa lakini wewe hautafubaa katika jina la Yesu. Watabadilika watendaji lakini wewe hautafubaa katika jina la Yesu. Watabadilika masupervisor lakini wewe hautafubaa katika jina la Yesu. Utaendelea kufanikiwa, utaendelea kupata kibali katika jina la Yesu. Amen. Chukua sadaka yako tumtolee Bwana. Naiona neema ya Mungu ya kufanya kitu kwa ajili yako. Mimi nikwambie, naweza kuona kama tunaongea ufunuo wa Yohana siku za mwisho, ukasema siku za mwisho na mimi wapi na wapi. Mungu bado anakusudi na wewe. Bwana asifiwe sana. Anakusudi na wewe. Danieli alivyozitunza njia zake alifanikiwa. Ndivyo itakavyokuwa kwako katika jina la Yesu. Jinsi unavyoendelea kujisafisha katika Bwana, jinsi unavyoendelea kuvaa vazi jeupe, ndivyo Bwana atakavyoendelea kukuinua katika jina la Yesu. Ijapoonekana duniani kote ya kwamba kuvaa mavazi meupe ni kupotea, ni kutokufanikiwa, ni kuchagua njia ya kutokufanikiwa, lakini haitakuwa hivyo kwako katika jina la Yesu. Kama ilivyokuwa kwa Danieli, ilikuwa kama ni upumbavu kufua nguo zake, kushika viwango vya Bwana. Ilikuwa kama ni upumbavu kuendelea kuwa mcha Mungu, lakini Danieli alivyoendelea kuwa mcha Mungu alipitia changamoto, ni kweli, lakini Bwana alimfanya kuwa mkuu kuliko wote hapo baadaye katika jina la Yesu. Na Bwana aangalie uaminifu wako katika jina la Yesu na akutendee makubwa katika jina la Yesu Kristo ali hai. Uwe na siku njema. Barikiwe na Bwana.